nikamsaka nikamsakua tena ili nizungumzie ya kimichezo na burudani. Si mwingine, mimi niko na ndugu yangu Mandala wa Simba, na leo ni Jumanne tulivu kweli kweli. Tunakwenda kuzungumza yale ya kimichezo na burudani. Mandala, heri. Niambie ndugu yangu. Kutana jana, leo nikaona haitoshi nikutafute tena na leo tuzungumze. Niambie ndugu yangu, haina shida. Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wanashuka dimbani dhidi ya Mbeya City hapo kesho. Simba kucheza saa 8 mchana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Na wapa historia kidogo wasikilizaji na watazamaji. Si kwa mara ya kwanza kwa Simba kucheza saa 8 mchana. Ndio. Kweli kucheza saa 8 kwa klabu kubwa kama Simba kwa sasa hivi inaonekana kitu cha ajabu. Lakini kwa falsafa za mpira na sheria, tupo ndani ya kanuni na sheria. Huwezi kupinga kwa sababu sheria za bodi ya ligi ndio zimewekwa, na kila timu kama inapaswa icheze saa 8 inacheza. Kama kombe la dunia wanacheza saa 7 mchana. Kama kombe la dunia wanacheza saa 7 mchana. Huwezi ukashangaa Simba ikicheza saa 8 mchana. Umeelewa vizuri? Au saa 7 mchana ya Marekani au saa 7 mchana ya kule Mexico. Na Tanzania na tofauti. Jua ni lile lile. Tumeona kuna kipindi break watu wakaenda kunywa maji. Au sio? Kwa hiyo mimi kucheza mpira saa 7 mchana ni mfumo wa mpira duniani. Sio Tanzania wala sio mara kwanza kwa Simba. Mimi naona kitu cha kawaida kwa upande wetu, wala sio story kubwa. Story kubwa, je, tuna quality gani ya kwenda kucheza kwa kabili Mbeya City? Hiyo ndio story kubwa. Na story kubwa sisi tunataka kuchukua alama 3. Shida ni ubingwa. Shida kwa Simba Sports Club? Ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Tuwezi kuchukua. Mbona mmejipa guarantee kubwa? Lakini nikinukuu kauli mbiu yenu mlikuwa mnasema mnatengeneza timu. Mmetoka kwenye kutengeneza timu, sasa mmeona inawezekana kupatikana ubingwa. Vipi tena? Hakuna. Simba tuwezi kuwa tuna malengo ya msimu mzima eti Simba tutengeneze timu, ni uongo. Kwa ukubwa wa Simba tunakuwa na tekniki. Malengo yetu makubwa kucheza finali ya klabu bingwa. Malengo makubwa ilikuwa kucheza finali klabu bingwa, kuchukua ubingwa wa ligi kuu na kuchukua vikombe vingine vilivyobaki. Lengo la kwanza tumefeli, ambalo kucheza finali ya ligi mabingwa. Lengo moja limetimia, tumechukua kombe la Muungano. Nalo lilikuwa ni lengo sawa kabisa. Ni lengo lilikuwepo. Kwa hiyo lengo lilobakia lingine kuchukua ubingwa wa ligi kuu na FA, na tuna uwezo nayo. Sio lengo tu, tuna uwezo kuchukua hivyo vikombe vyote. Tuna uwezo. Ili tuwe mabingwa lazima tumfunge Mbeya City. Ili muwe mabingwa lazima tufunge Mbeya City, hatujali muda. Ili tuwe mabingwa lazima Yanga apoteze michezo. Au sio? Kwa sisi tuna kazi mbili, tuna kazi ya Simba kushinda mechi zetu na tuna kazi ya kuhakikisha Yanga kupoteza mchezo. Uwe shehe, uwe mchungaji, uwe mganga, uwe mchawi, kama shabiki wa Simba, fanya unachokijua, Yanga apoteze michezo, Simba akachukua ubingwa wa ligi kuu. Sasa Mandara, hapo hem tupige hesabu mimi na wewe. Ili Simba Sports Club iwe bingwa msimu huu itahitaji Young Africans apoteze mchezo huu mmoja, ambapo utamfanya kama Simba atashinda mechi zake zote, Simba atakwenda kukaa kileleni mwa tofauti wa alama moja. Ina maana kama Young Africans akitoa sare, tukirudi kwenye head to head, mchezo wa kwanza Young Africans alikuwa nyumbani, sare ya bila kufungana. Sare ya pili ya 2-2 tayari Simba inamuondolea aggregate ya kuwa bingwa namba moja. Tukirudi kwenye magoli, Young Africans ana magoli mengi kuliko Simba. Tayari ni aggregate nyingine ambayo inamuondolea Simba Sports Club kuwa bingwa kwa msimu huu. Njia pekee ya Simba kuwa bingwa msimu huu ni Young Africans kudondosha mechi ama alama 3 dhidi ya mpinzani. Mnavyotazama kesho kutwa anacheza, nani wa kumzuia? Nisikilize. Simba anachukua ubingwa kwa kuongoza kwa pointi. Simba anakwenda kuchukua ubingwa. Yanga kabakisha michezo 4. Na Simba Sports kabakisha michezo mingapi? 4. Tuchakate sasa hapa. Yanga ukiangalia rekodi yake mechi ambazo kabakisha, kuna Azam, kuna TRA, kuna nani mwingine hapo? Kuna Azam, kuna TRA, kuna Mashujaa na kuna Fountain Gate. Ndio Yanga anaenda kucheza nao. Simba mechi ambazo JKT Tanzania mechi ya mwisho anamalizia mbele. Simba ambazo mechi kabakisha zote zina mfeva. Ujue nakupa elimu. Kivipi Mandala? Nakupa elimu. Mpira wa Tanzania una rekodi afu una quality. Sawa.
Yaani kuna timu unacheza naye inambeba rekodi, alafu na timu unacheza naye inambeba quality. Umeelewa? Kwa hizi timu ambazo kabakisha na Simba tumebakisha nazo mechi 4. Tukiongelea kwenye rekodi, hapo tupige mahesabu kwenye rekodi. Yaani rekodi. Mbeya City wazi kuniambia tena rekodi ya kumzuia Simba. Uongo. Mechi ya pili. Lakini mpira unadunda. Na ndio maana nimekwambia mpira Tanzania una rekodi na quality. Mbeya City ana rekodi ya kumzuia Simba wala quality. Ana. Timu inayofuata sijui nani ana rekodi ya kumzuia Simba. Singida Black Stars. Ana rekodi. Hata nikwambia mara mwisho Singida amefunga lini Simba wewe kuniambia lini? Funga goli 3. Mwaka gani? Msimu miwili iliyopita. Tuachane nazo hizo rekodi za zamani. Rekodi naiongelea iliyotokea msimu huo msimu uliopita. Hana rekodi hiyo. Umeelewa vizuri? Rekodi, turudi kwa Yanga. Yanga ana rekodi na JKT mbaya. Acha quality rekodi. Yanga ana rekodi na Azam mbaya. Yanga ana rekodi na TRA mbaya. Katika mechi 3, Yanga ana rekodi na mechi hiyo moja tu nzuri. Mechi zote 3 rekodi zake mbaya. Huyu mmoja sio rekodi tu, paka quality ya kufungwa yani Azam ana quality paka ya kumfunga Yanga anayo hiyo quality. Hao unabisha. Azam ana quality ya kumfunga? Azam ndio timu yenye quality ya kuifunga Simba au Yanga. Ndio timu pekee yenye quality ya kuifunga Simba au Yanga. Na ukimwona Yanga amefungwa na Azam soko bahati mbaya, au Simba amefungwa na Azam soko bahati mbaya, quality. Kwa hiyo Yanga ana timu ambayo ina quality ambayo anaweza kazidiwa kwa quality, alafu ana timu ambazo ana rekodi mbaya nazo. Timu ngapi? Timu 3. Katika hizo timu 3, Yanga hawezi zote 3 akaja akashinda zote. Lazima moja hapo atafungwa. Kwa hiyo ndo achague. Afungwe na Azam, afungwe na TRA, afungwe na JKT. Yeye ndo atachagua. Akatupa ubingwa wapi? Yaani ndo achague hapa akatupe sisi ubingwa. Yanga ndo achague, nyie ubingwa mnaenda kuupatia. Ndo atuchagulie anaenda kutugea wapi ubingwa? Kwa JKT, kwa Azam au kwa TRA. Yeye ndo aje atuambie ubingwa anaenda kutupa wapi? Hapo kwa Simba zote mechi zote anashinda. Nimekwambia kwa quality na kwa rekodi. Hakuna timu ya kuizuia Simba. Quality zingatia maneno. Kuna quality afu kuna nini? Rekodi. Yaani rekodi ninavyoongelea kama vile wanavyoambiwa Mashujaa. Simba atokai kwa Mashujaa, hiyo ndio rekodi. Simba atoki si kwa Pamba Jiji akiwa kwao, hiyo ndio rekodi. Quality kama unavyoona ya Azam. Kwa hiyo hizi timu ambazo Simba kabakisha hata kwa rekodi bado Simba na rekodi nazo wanazifunga. Yanga timu ambazo kabakisha nazo kwa rekodi, JKT Yanga na rekodi mbaya na JKT wewe shahidi. Yanga na rekodi mbaya kwa TRA wewe shahidi. Yanga na rekodi mbaya kwa Azam. Yanga na TRA akiwa wapi? Hiyo mimi hiyo ndo tajaza wewe. Hiyo ndo tajaza. Hayo nyumbani au ugenini. Ila jua tu Yanga na rekodi mbaya kwa TRA. Hiyo tajua wewe ndugu mwandishi. Bwana nimalize na hili. Simba yako pasina shaka umeiona tangu imeanza ligi mpaka hapa ilipofikia. Pasina shaka. Simba kwanza mimi naupongeza uongozi wa Simba kuacha ushamba wa kusajili wachezaji wa mtumba. Umewapongeza viongozi wa klabu ya Simba Sports Club. Kuacha ushamba kusajili wachezaji wa sagula wa mtumba, wachezaji masalo, yani mafungu yamekaa masalo. Tumeacha. Sasa hivi Simba tunasajili kwenye mahitaji ya wachezaji. Wewe ukiangalia Simba hata dirisha dogo msimu uliopita kasajiliwa mchezaji huyo ambaye ni mpazo na kaingia kwenye mfumo. Umeelewa vizuri? Angalia dirisha dogo msimu huu, wachezaji waliosajiliwa wote wameingia kwenye kikosi na wana quality kubwa. Ni tafsiri sahihi Simba tumeanza kuchukua wachezaji wa masalo, wa mafungu. Umeelewa? Tunapoteza hela nyingi kwa wachezaji wenye quality. Nakupa siri. Simba anaenda kumiliki mchezaji kutoka kombe la dunia. Simba inakwenda kumiliki namba 9 kutoka kombe la dunia. Taifa gani hapo? Sikutaji taifa wewe jua tu. Namba 9 anaosajiliwa Simba msimu ujao anatoka kombe la dunia. Utamshuhudia atakuja kutengeneza rekodi. Namba 9 ya Simba Sports Club ya msimu ujao anacheza kombe la dunia. Mchezaji wetu yupo kombe la dunia. Ni rahisi kama mnavyofikiri. Wewe ndio utajua rahisi au ngumu, lakini unajua mchezaji wetu yupo kombe la dunia. Anakuja kucheza Simba namba 9. Mbele hapo kazi mnao msimu huu. Aula Luemba sijui nani katikati Chama kule juu huyo mjomba sio mtu mzuri, afu mweusi. Alafu ana rasta. Shukrani ndugu yangu.